Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu, na leo nataka nikakuoneshe kosa kubwa sana ambalo watumiaji wengi wa router huwa wanalifanya. Unaponunua router yoyote kutoka dukani, inaweza ikawa unanunua kutoka katika makampuni ya simu. Kwa mfano kama nilivyosema, kuna zinazotolewa na makampuni ya mitandao ya Yasi, kuna Vodacom, kuna Airtel, lakini pia kuna Halotel na mitandao mingine. Zipo router ambazo unanunua kutoka dukani ambazo hazijaunganishwa na mtandao fulani. Okay, sawa. Zote zinakuwa ni router, lakini kawaida ni kwamba router hizi zinakuja na password mbili. Yaani kunakuwa na password ya kuweza kuunga wifi kutoka kwenye kifaa kimoja kwenda kwenye kifaa kingine, ambayo ndio inakuwa ni ya mwanzo kabisa unayoanza nayo, ambao mara nyingi huwa zinaandikwa katika router yako. Lakini jambo jingine ni kwamba kuna password ambayo inakuja kwa ajili ya kuweza kulog in katika router admin. Yaani tafsiri yake ni kwamba hichi kifaa sasa ambao ni router yako hiyo, tunakuwa na password na username ya kuweza kulog in ili uweze kufanya mipangilio au tuseme setting mbalimbali katika router yako. Kwa mfano, unapotaka kubadilisha password ya wifi yako, password ya router yako, huwezi kubadilisha password ya wifi endapo haujui username na password ya kuweza kuaccess kifaa chako. Kwa hiyo tunaponunua router, always tunatakiwa tubadilishe. Wengi wetu tunaponunua router hatubadilishi hizi password. Yaani tunakuwa tu tunatumia zile ambazo zinakuja pamoja na ile router, ambazo obviously huwa wanaweka tu kwamba username inakuwa ni admin herufi ndogo, na password pia inakuwa ni admin hivyo herufi ndogo. Sasa unakuta watu wengi hawabadilishi zile password, wakati ni muhimu sana kubadilisha password ili mtu asiweze kumonitor kile kifaa chako au kumonitor router yako. Ukweli ni kwamba unapokuwa ubadilishi hiyo password ya kuweza kumonitor kile kifaa chako, yani hiyo ambayo unaingiza username ya admin pamoja na password ya admin, ni kwamba pale ambapo utaweza kumuunga mtu wifi, umempa password akaweza kuingia katika akaweza kuunganishwa na mtandao wa internet. Ukweli ni kwamba anaweza akaingia kwa kugesi kwamba anajua unaweza kuwa hujabadilisha password, akaweza kuingiza zile IP address, internet protocol ya kifaa chako, akaweza kulog in kwa kugesi tu kwamba obvious password inakuwa ni admin na username ni admin. Akaweza kubadilisha mfumo, akavuruga kabisa mfumo, akabadilisha password, akakublock, na chochote anachotaka kufanya katika ile router akaweza kufanya. Anaweza akaiformat, akaireboot, akaireset, vyovyote vile anavyoweza kufanya yeye anaweza akafanya. Kwa hiyo anakuwa kama vile yeye ndio mmiliki sasa, yeye ndio administrator wa ile router. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo wengi wetu tunalifanya. Saa nyingine tunafanya kwa kutokujua, saa nyingine mtu anafanya kwa kuignore tu kwamba mimi nikishajua password ya wifi hiyo ndio ya muhimu, wakati password ya kulogin katika kifaa chako ndio ya muhimu zaidi, kwa sababu ndio inayoilinda pia password ya wifi. Pale ambapo unakuwa unataka kubadilisha wifi password, lazima kwanza uingie katika kifaa chako, ulog in kwa kutumia ile IP address ambayo ni ya kifaa chako, ambayo mara nyingi kabisa ni kwamba huwa zinakuwa ni 192.168.1.1, lakini kuna zingine zinakuwa tofauti kidogo, inategemea na aina ya router. Kuna zingine ni 192.168.01. Kuna zingine ambazo nyingi za Huawei zinatumia ni 192.168.8.1. Kwa hiyo hizi ni aina tu za IP address ambazo ni za router mbalimbali. Kuna zingine zinatumia 192.168.100.1. Kwa hizi namba hizi ambazo ni IP, tunasema internet protocol, ni anwani ya kipekee inayotumika katika kifaa chako au katika router yako. Ina maana unapoziandika katika browser, yako, inawezekana ni Chrome, inawezekana ni Mozilla, Firefox, au popote tu pale, ni kwamba zitakuonesha interface ambayo itakuwezesha kuingiza username na password ya ile router yako. Sasa hapa ndo pale ambapo unaenda kuanzia. Baada ya kuwa umesha connect wifi, unaingia katika hii IP address ya router yako, unaingiza hizo namba. Baada ya kuingiza hizo namba, basi una uwezo sasa wa kuweka username pamoja na password, ambao kama ni mara yako ya kwanza, basi utaweka admin username na password utaweka admin, kwa zote kwa herufi ndogo. Hatua ya kwanza kabisa hapa, mimi nitakachokifanya
nita connect PC yangu na internet. Sasa hapa ni kwa sababu nilishabadilisha yani katika ile router yangu nilishaingia kwa mara nyingi, yani nishaingia nikabadilisha jinsi ambavyo nataka wifi yangu iwe inasoma. Kwa hiyo hayo ni majina tu ambayo nimeweka mimi, naitumia katika biashara yangu, lakini pia zinakuwepo mbili, moja inakuwa ni ya 4G, nyingine ni ya 5G kwa sababu natumia router ya Airtel 5G. Kwa hiyo kwa mfano utaingia na password hii hapa. Hapo ukiweka tiki na maana connect automatic. Tafsiri yake ni kwamba pale ambapo utawasha tu wifi ya hii laptop na kama router iko on kule itakamata automatic. Sasa mara nyingi mimi huwa sihitaji, huwa nataka niunganishe pale ambapo nahitaji. Kwa hiyo nitabonyeza connect. Hapo itaniitisha password. Kwa hiyo nitaweka password yangu. Kama ndio mara ya kwanza, wewe utaangalia chini ya router yako utaona wifi password ambayo atakuwa amekuwekea hapo. Mara nyingi inakuwa ni namba na zinazochanganyikana sometimes na herufi. Kwa hiyo hakikisha unaziingiza kwa umakini. Kwa baada hapo mimi tayari hapo unaweza kaona kifaa changu kimeruhusu internet. Nitakachokifanya nitaingia katika Chrome. Nitaingia katika browser yoyote. Ingia katika browser yoyote. Unaweza kuwa unatumia Firefox, Chrome, Opera, kuna wengine wanatumia Opera, kuna wengine wanatumia Safari, kuna wengine wanatumia Explorer. Mimi hapa nitaingia kwa kutumia inani yangu hii. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa, unaweza kaandika hapa, lakini pia unaweza kaandika hapa ile IP ya nini ya router yako, ambao nimesema kwa hii router ya Airtel 5G IP yake ni 192.168.1.1. Kishamaliza na bonyeza enter. Sorry, naona kama vile imekuwa disconnected hapa. Ili nirudi ku connect. Itafunga interface kama unavyoiona hapa. Nimeandika ile IP address ya kifaa changu. Na hii IP address utajuaje kwamba unatakiwa kutumia IP ipi? Kawaida ni kwamba huwa zinaandikwa kwenye nyuma au chini ya router yako, unakuwa zimeandikwa hizi IP. Kwa hiyo ukishamaliza kuziandika hapa, utabonyeza enter, itafunguka hivi. Ikifunguka hivi utaenda sehemu imeandikwa log in. Kwa hiyo utabonyeza kwenye log in, itakwambia weka username na password. Sasa mimi binafsi nilikuwa tayari nimeshabadilisha password. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, alafu nita log in. So nikilog in router yangu sasa nimeingia kwenye mfumo wa router yangu. Inaweza ikaonekana hivi. Router yangu sasa itakuwa inaonekana hivi. Kwa hapa na uwezo wa kuoperate hii router nikafanya kila ninachokitaka. Kwa mfano, leo nataka nikakuoneshe namna ambavyo utabadilisha password ya kuingia katika kifaa chako, yani ya kuweza kumonitor kifaa chako. Kwa hii router ya Airtel 5G utakuja hapa chini sehemu imeandikwa management. Utabonyeza management, alafu hapa utaenda kwenye setting hapa. Ukija kwenye system setting utaona hapa kuna old password, kuna new password, kuna confirm new password. Kwa hiyo hapa old password utaweka ile admin. Ina maana mwanzo ilikuwa ni admin iliyotoka na nini na kifaa chako. Baada ya hapo utaandika password yako wewe ambayo unaitaka. Kwa mfano mimi naweza nikaandika hivi. Baadaye pia nikaiconfirm. Hapa unairudia mara ya pili. Ukishaandika mara ya kwanza unairudia mara ya pili, kisha utasave. Kwa ukisha save hapa itakutoa kwenye nini? Kwenye huu mfumo. Kisha kutoka kwenye mfumo itabidi uanze kulog in tena kwa kutumia hiyo password mpya ambayo umetengeneza. Kwa hiyo hakikisheni pale ambapo unanunua kifaa chako, ni router, iwe ni ya kampuni la mtandao fulani au iwe ni ya kawaida, hakikisha kwamba hii password kwanza una change. Yaani kabla ya kwenda kubadilisha wifi password, hakikisha una change kwanza hii password ya kuweza kulog in katika router yako. Hiyo ndio cha msingi. Kwa baada ya hapo sasa nimeshabadilisha, let's say kwamba nime log out alafu nime log in tena nikaweza kuingia. Sasa baada ya kuwa umesha log in, na tumesema kwamba huwezi kubadilisha password ya wifi kama hujaweza kulog in katika router yako. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha password ya wifi yako, utakuja sehemu hii hapa. Uta minimize hapa, utakuja kwenye wifi setting. Kuja kwenye wifi setting unaweza kaona hapa imeonekana hii ni ya by then hii ni ya 2G.
hii kuna password mbili. Kawaida ni kwamba inakuwa na link mbili. Kwa hiyo unavyoiwasha hii router inakuwa na link ya kwanza ambayo ni ya 4G, 3G kushuka chini, lakini kuna nyingine ambayo inakuwa ni ya 5G. Kwa hiyo zinakuwepo ni kama ni mbili. Kwa hiyo ndio maana unavofungua hivi kama ni mara ya kwanza unaweza kujiuliza kati ya hizi ni ipi ya kwangu sasa. Kwa zote zinakuwa ni za router hiyo moja, ila zinakuwepo mbili. Kwa hiyo router ya Airtel ni kwamba kuna kuwepo na moja ambayo ina nguvu zaidi na kuna ambayo inakuwa ni ya kawaida ambayo ni ya 4G kushuka chini. Kwa hiyo inategemea na sehemu uliopo. Kama sehemu uliopo 5G haikamati, always itakamata hiyo ambayo ni ya 4G kushuka chini. Kwa mfano mimi sehemu ambayo nilioko 5G haikamati, ndio maana unaona hapa inakamata 4G, ndio ina nguvu. Kwa hiyo ndio maana unaona hapa ndio iliyo kamata. Kwa baada ya hapo hizi hapa utaweza kubadilisha password, ambapo kuna hii sehemu hapa ambapo utaandika password yako. Na hapo unaweza ukaseti jina. Kwa mfano hapa mimi nimeseti DMG, wewe unaweza ukaseti jina la biashara yako. Wengine anaseti jina la shule, jina la ofisi, kwa mtu anaweza akaseti hapa. Na hii ni namna fulani hivi ya kuweza kufanya kama advertisement au kufanya promo ya biashara yako. Mtu aonekane kwamba kweli biashara fulani iko serious, kwamba hadi ina vitu kama hivi ambavyo ni unyama. Kwa hiyo baada ya hapo hapa unaweza kubadilisha ukaandika unavyotaka wewe. Maana yake hapa inakuwepo na ile jina la kwanza ambalo linakuja na router yako. Pale ambapo una reset huwa inajirudisha kama mwanzo. Kwa hiyo hapa utaandika jina ambalo unataka wewe router yako watu waione. Lakini baada ya hapo utachagua aina gani ya password ya ulinzi. Mimi nimechagua hii hapa, ndio iko strong zaidi. Alafu baada ya hapo unaweka password. Ukishamaliza kuweka password, utakuja hapa chini itakuwa imekolea, utasave. Kwa baada ya kusave utakuwa umeshatengeneza password ya wifi yako. Hii ni password ya kwanza 4G na kushuka chini. Na hii unaweza kaona ni QR code. Ukiscan hii QR code unaweza ukaipiga ukaiskani ukaconnect automatic. Ina maana unahitaji key in password. Kwa hiyo unaweza ukaiprint kama ilivyo ukaweka ofisini, mtu anapokuja labda akaskani hivyo ikawa rahisi. Haina haja yeye kumpa password hii na hii, akaskani tu hapa mambo yakawa sawa. Lakini pia ukija hapa kuna hii password nyingine ambayo ni ya 5G. Sasa hii hapa mimi nimeseti hayo stationary Matale, lakini pia utatengenezea password the same, utasave. Na ukishamaliza kusave basi internet yako kule nje itakuwa inaonekana hivyo, na password utakuwa umebadilisha, hautakuwa umetumia ile ya mwanzo. Kwa hiyo naamini utakuwa umejifunza jambo kuhusiana na hizo password za aina mbili. Na kama una swali katika video hii na kama kuna sehemu ambayo hujaelewa, basi usiache kuuliza katika comment box. Kama ni mara yako ya kwanza hapa katika video hii, basi usiache kusubscribe ili uzokuwa kwanza kabisa kupata update pale ambapo tunakuwa tuna upload. Kipindi kijacho nitakuja kuelezea namna gani ya kufanya mtu asiweze kuhaki password yako. Hayo unaweza kumpa mtu password na akawa connected lakini asipate internet. Ni jinsi gani ya kufanya. Nitakuja kuelezea kwenye mambo ya blacklist na whitelist na mambo mengine mengi yanayohusiana na router hii.